uongo, endelea kuongea uongo, endelea kuchezea kichwa cha mwenzako, akili ya mwenzako, ndoa yako itakuwa wiki na crack. Ukitaka ndoa isimame vizuri, anza kuongea ukweli kuanzia kwenye uchumba. Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Sasa katika uchumba naongea na wale wanaojiandaa, wanatafuta na wale wanaotafutwa. Wanaotafuta na wanaotafutwa. Wanaotafutwa mpo? Naongea na watu. Sasa muda wa uchumba sio muda wa mapenzi. Wengine wanaanza uchumba, wanaanza kazi ya ndoa. Maana yake wanafanana na mtu anaotembea na mikono lakini miguu iko juu. Haujui maana ya uchumba. Muda wa uchumba ni muda wa maandalizi. Kwa kuwa tunapoingia huko, wewe uliza wanandoa. Kuna wanandoa wanaomba sala ya kutoka kwenye ndoa. Sasa wanaotafuta kuolewa wako bize na maombi ya kupata mume au mke. Mume na mke wanaomba waache ndoa. Kwa nini? Ndoa ni chuo kikuu, university ya watu wakubwa wanaosoma bila kupata cheti. Kila siku unajifunza kwa mwenzako. Kila siku unajifunza kitu kipya kwenye ndoa. Mimi nilishangaa mama mmoja miaka 62 amekuja kwa ushauri. Akaniambia mimi nimechoka na mume wangu. Nikasema mko na watoto wangapi? Watoto 7. Wote wameoa na kuolewa. Sasa mama alikuwa anasema hivi, mimi nimechoka na huyu mwanaume, nataka niondoke niende zangu. Miaka 62 unataka kuondoka kwa ndoa, unarudi kwa babako na mamako na yeye anataka kwenda. Amechoka na huyu mwanaume. Nikaangalia huyu mama nikasema mama yangu. Mama, kwa nini nimebeba mengi? So kwa hiyo nataka niondoke niende. Sasa huyu mama anamaliza kuongea, kabiti kamekuja hivi, kanapendeza. Kama kangekuwa kanauza supermarket akawezi kulala huko. Wananunua mara moja. Kako bize kanaomba, mtumishi wa Mungu, naomba niombee na tafuta mume niolewe. Nikasema nenda uulize mama huyo akuelezee story ndio uje nikuombee. Mama anatafuta kutoka kwa ndoa, wewe unakuja unatafuta kuingia kwa ndoa. So kwa hiyo kama unatafuta ndoa, muda wa uchumba sio muda wa kufanya mapenzi, ni muda wa kujiandaa, kuanza kuwa imara. Unapoingia huko, najua no turning back. Kwa bahati mbaya, ndoa ukiingia, kanisa inasema Mungu alichounganisha hakuna mtu yoyote atatenganisha. Kifo tu. Kwa bahati mbaya, wewe unaolewa kwa miaka 25, miaka 28, uko na miaka mbele 50, unakaa na huyo mtu. Hakuna kubadilisha. Utabadilisha nguo, utabadilisha hairstyle, utabadilisha kucha, utabadilisha viatu, lakini huyo anabaki huyo mpaka last. Sasa umejiandaa kiwango gani cha kuenda kuvumilia na huyo mtu? Kwa bahati mbaya, ukiona hili jengo hili limesimama limekaa vizuri hivi, tofali walileta za kujenga hii nyumba, lakini fundi akakaa akaona haya matofali haitaufanya nyumba kuwa imara, mpaka lazima aangalie kwa matofali mawili lipi la kuvunja pisi moja yaweze kuunganisha yakani. So kwa
lakini umejiandaa wewe ndio utavunjwa au mwenzako? Msifu Yesu Kristo. Nani atavunjwa? Kwa kuwa huyo ulio nao mtafuta utamkuta meno yake yote 32 imeota. Sasa wewe unataka umuendeshe kama baskeli, na yeye haendi, na yeye anataka kuendesha kama baskeli, na yeye hataki kuendesha. Sasa hapo ndio utaona muziki kwenye ndoa, kwa kuwa kila mtu anasema haki yangu, haki yangu. Mimi kama mwanaume nimesema, mwanamke anasema haki, sisi haki ni sawa. Halo. Kwa mambo ya kanisa, katekisimu ya wakubwa, hii sio hizi katekisimu za watoto wanaofundisha Mungu ni nani, ana mwili hana mwili, wewe achana na hizo. Naongea katekisimu kubwa ya watu wazima, inasema mafundisho ya kusema haki sawa ni mafundisho potofu ya kuharibu watu. Mungu aliwaumba wote kwa sura yake na mfano yake, wote mko na haki sawa, lakini akawapa majukumu tofauti. Mwanaume utampenda mke wako kama Kristo alivyopenda kanisa na akatoa uhai wake kwa ajili ya kanisa, na mwanamke utakuwa mtii, nyenyekea kama kutembea kwa magoti kwa ajili ya huyo mwanaume, kama kanisa linalonyenyekea mbele ya Yesu Kristo. Sasa wewe unaanza kusema haki yangu, haki yangu, hutaki kupiga magoti. Halo. Baba mmoja ametoka huko kazini, amechoka, ameingia ndani ya nyumba, akamwambia mke wake, mke wangu nichemshie maji nioge. Akasema, jamani, mimi kutoka asubuhi na shughulika na watoto, napika, nafua nguo, nafanya usafi ndani ya nyumba, nimechoka. Wewe naona mikono miwili, nenda upige, sisi wote sawa. Mwaka akasema, hujui mimi ndio kichwa cha familia. Akasema, kichwa cha familia? Basi kichwa cha familia, lakini mikono nayo unayo, nenda uchemshi. Sasa huyu baba akaona hapa, nikiendelea hapa kama kichwa cha familia, fujo itaanza, vurugu ndani. Kwa kutafuta amani, wacha niende nijipikie maji. Kaenda akawasha jiko, akapika maji, akaoga, akaenda chumbani akalala. Anapolala mke anaanza kuweka vitu sawa, afunge milango kwenda kulala. Kuingia jikoni hivi, nyoka ameingia ndani. Akakimbia, mume wangu, nyoka imeingia, njoo. Akasema, sisi wote sawa, na wewe piga nyoka, mimi nimelala. Msikie Kristo. Wewe ni mwanaume wa kunilinda, na mimi nilitaka wewe mwanamke wa kunitunza, ukakataa. Sasa hivi pambana na nyoka, mimi niko kwenye kitanda nimejifundika blanketi. Game over. Mambo ya imani ya Kikristo hakuna cha kusema na tafuta haki yangu. Simama katika ofisi yako. So kwa hiyo unapoingia kwenye uchumba, anza kujiandaa mapema, bila kuanza kufungua chakula kijaiva. Kwanza kuna watu wengine wa mama, wadada, mimi na washangaa sana. Mtumishi wa Mungu, kuna huyu kaka huyu nilimpenda kwa kweli, nikamupa moyo wangu wote, lakini amenivunja. Una akili? Uliza jirani yako, una akili? Mungu amekupa moyo mmoja tu, wewe unatoa wote, unampa kupatia mtu mwingine. Nikisema toa moyo wako mpe Yesu, hautaki, unampa nusu. Umepata kijana, unatoa moyo wote unampatia. Sasa amevunja moyo, siku unampa moyo, uliniita niwepo. Sasa kwa nini unakuja kushtaki mimi msalimiaji? Ungeniita kuwa shahidi kwamba natoa moyo wangu nampa,
ningekusaidia, lakini muda ule hata kama ningekuwa karibu haungeniita naenda kutoa maoni fulani. Sasa wamekuvunja, ndio unatafuta msaada. Umia na moyo wako. Ungekuwa na akili ya kutosha, uchumba ni muda wa maandalizi, sio muda wa ibada. Hakuna frateri ako seminari anaanza kuongoza misa mpaka siku ya ubadilisho jaanze kuongoza misa. Wewe uko kwenye uchumba unaanza kuongoza misa kabla ya kupata ubadilisho. Uliza jirani yako, za kwako zinakutosha vizuri? Halo? Halo? Lazima kijana ajiandae vizuri, asome seminari, atoke philosophy, wanasema hapo umefaulu, ingia theology, asome. Akimaliza vizuri, wanasema inaonekana umeiva huko vizuri, wakupatie daraja la shemasi deacon, uende ukae kama miezi 6 kwa mwaka mzima. Wanakuangalia, wakiona kuna vitu vijakaa vizuri, unaweza kuwa deacon hata miaka 6-7. Kanisa halibabaike na vitu, halina haraka. Tunalia jamani, mapadri wachache, lakini kanisa halina haraka la kukupa upadri kwa kuwa mapadri wachache. Lazima uive kwanza. Sasa nyinyi wanandoa, mbona mnaanza na vitu vya mwisho ndio mnaanza navyo? Halo? Unajua, sijui huko, nadhani nyinyi mmekaa Uganda kwa muda mrefu. Unajua pombe wanaitwa toto, au ukienda kwa watu wengine, sijui kama wapi huko wanauza, wengine wanatengeneza kwa mahindi na ulezi, marua, Wateso wanaita achono. Sasa kuna pombe inaitwa Four Cousins. Hiyo ni divai, wanaweka kwa chupa. Sasa pombe marua au toto wanaweka kwenye drum, wanaweka hapo tu. Sasa sisi watu wa Uganda tuko na tabia, ukienda kuna pombe ya toto au marua, unaingia pale, jamani, naomba jaribu, wanakuchotea kidogo, unakunywa. Naona mtu mzee anakunywa, anaona kama haijakaa vizuri hapa, anamaliza kunywa, jaribu, anakwambia subiri basi, narudi ndio nikae. Anaenda harudi, na hautamfuata kwamba nilikupa jaribu ujanunue. Ameenda, anaenda baa nyingine, anauliza jaribu, anakunywa. Na kuna watu wengine wana-tabia, anaweza kwenda baa moja kwa 2, 3, 10, anarudi nyumbani amelewa, anakunywa jaribu bila kununua. Lakini pombe inaitwa Four Cousins, divai au Smirnoff au Nile au Bell. Uwezi kuenda boka sema nipe jaribu. Una pesa, toa ulipe, wakufungulie unywe ukitaka kuacha, lakini umelipia. Kwa kuwa kila mtu anajua thamani ya pombe Four Cousins, Smirnoff, Bell na zingine. Hawaombi hizo pombe, jaribu. Sasa wewe jiulize, wewe unajua thamani yako? Wewe ni toto au wewe ni Four Cousins? Kwa nini unaonjwa? Unajua kuna watu wana karama ya kuonja pombe za kienyeji bila kununua, na pengine umekaa hapa na wewe wamekuonja kwa kuwa hautambui thamani yake na hautaki kuwa mwaminifu. Mwambie jirani yako, nani alionja?